Katika sehemu ya kaskazini mwa Tanzania, karibu na mwambao wa Ziwa Eyasi, kuna jamii ndogo ya watu ambao maisha yao ni hadithi ya kuvutia inayokaribia kuwa na ya kipekee kabisa duniani. Hawa ni watu wa kabila la Hadzabe, jamii isiyokubwa kwa idadi lakini yenye utajiri mkubwa wa maisha ya asili. Urithi wa enzi na hekima ya dunia ya zamani. Hadzabe wanaishi bila mashamba, bila mifugo, bila magari wala nyumba za kisasa. Wanaishi kwa kutegemea ardhi, wanyamapori, miti ya misitu na maarifa yaliyopewa na mababu zao. Maisha yao simulizi halisi ya mwanadamu kabla ya ujio wa kilimo na teknolojia. Asubuhi inapochomoza na jua kuangaza milima na vichaka, wanaume wa Kihadzabe hushika pinde na mishale yao wakielekea porini kutafuta chakula. Mishale yao haijakosa ujanja. Imepakwa sumu ya mimea ya kichawi inayohakikisha kuwa hata ndege mdogo akilengwa hatoruka tena. Wanaume hawa hukwema milimani, huingia vichakani, kufuata harufu za wanyama na kwa ujasiri mkubwa huweza kuinda hata nyani au swala kwa mikono yao tu iliyozoea kazi ya porini. Wakati huo wanawake wao hubaki nyumbani, lakini si kwa kupumzika. Huchukua mikuki yao midogo, vikapu vya mikeka na kuanza matembezi ya kutafuta mizizi, matunda ya msimu, uyoga na hata asali. Wanajua ni mti gani una mizizi yenye maji, ni tunda lipi linaweza kuliwa na ni yupi lina sumu. Wanajua nyuki wa kufuatwa hadi kwenye kichaka cha asali na jinsi ya kuwatoa bila kudungwa. Maisha ya Hadzabe hayana ratiba za saa wala mikutano ya ofisi. Wanapokula pamoja, wanaposimulia hadithi, wote hukusanyika kufanana na moyo wa jamii yao, mahali pa joto, mazungumzo na kumbukumbu za kizazi hadi kizazi. Hadithi zao zinafundisha zaidi ya vitabu. Zinazungumza kuhusu mbwa aliyewahi kuwa binadamu, kuhusu wanyama waliowahi kusema na kuhusu mababu walioonyesha njia ya kuishi na pori baada ya kulipinga. Katika makazi yao hawajengi kwa matofali wala mabati. Wanachohitaji ni matawi ya miti na majani makavu kwa muda mfupi tu. Kibanda cha kujistiri huinuliwa. Ikitokea chakula hakipatikani kwa siku kadhaa, wao huamini kuhama eneo, wakiamini kuwa ardhi kubwa ya Mungu bado inawabeba mahali pengine. Hawazungumzi Kiswahili kama ilivyozoeleka, bali wanazungumza lugha yao ya kipekee inayobeba sauti za click, zile mlio wa ulimi kugonga, sauti ambazo wengi huona ni ngeni, lakini kwao ni muziki wa mazungumzo. Lugha si tu njia ya kuwasiliana, bali ni sauti ya kihistoria ya dunia ambayo haijaandikwa popote. Hawana dini kama tunavyojua sisi, hakuna misikiti wala makanisa, lakini wao wanamwamini Mungu kupitia miti, nyota na milima. Wanaamini kuwa kila jambo lina roho, kila kitu kina sababu ya kuwepo, na zaidi ya yote wanawaheshimu waliowatangulia, mababu zao ambao waliwafundisha kuishi kwa amani na kilicho hai. Lakini kama simulizi yote iliyo nzuri, hadithi ya Hadzabe nayo ina upande wa huzuni. Maeneo yao ya uwindaji yanazidi kutekwa na mashamba ya wakulima na malisho ya wafugaji. Vichaka vinavyotegemewa vinakatawa, mito yao hukauka na watu kutoka nje huja kuambia jinsi wanavyopaswa kuishi, kuacha misitu, kuvaa suruali, kuanza kulima. Lakini ni nani anayejua maisha ya Hadzabe kuliko wao wenyewe? Licha ya hayo yote, Wahadzabe bado wanasimama, wanatembea kwa miguu, wanacheka kwa sauti, wanatunga nyimbo, wanasaidia watoto wao kujifunza mishale na wanaiambia dunia kwamba kuna njia nyingine ya kuishi yenye urahisi na mshikamano na maelewano na dunia asili. Hadithi yao si ya jana tu, ni sauti ya kale inayoendelea kuishi leo na katika ardhi ya Eyasi, chini ya kivuli cha miti mikubwa na mbele ya moto wa jioni. Hadzabe wanaendelea kusimulia maisha pole pole, kwa sauti ya upole na uhuru wa kweli.